kuingia sasa hivi tumeshaanza kufanya kazi, na kazi kubwa ya studio hii sasa hivi ni kubadilisha sasa content ambayo tunaitoa kwenye kufundishia wanafunzi wetu kutoka kwenye ile ambayo ni ya face to face ambapo mwalimu anakuja darasani na kuanza kufundisha ubaoni na kadhalika, kuwa ya masafa ambapo anaweza kufundisha mwalimu akiwa masafa na wanafunzi wakawa mbali na tunaweza kuwafikia wanafunzi. Lakini pia kwa maana nyingine sasa haya mafanikio yanatupeleka sasa kwenye kuhakikisha kwamba tunawafikia wanafunzi wengi zaidi, na kwa maana hiyo tuongeza udahili zaidi. Kimkakati ni studio nzuri na hii center ni mafanikio ambayo yatakuja kuwa reflected kwenye mkakati wetu wa kuongeza udahili wa wanafunzi na kwa maana hiyo kuongeza mapato ya chuo. Kwa hiyo niseme tu nimefurahi kwa niaba ya wenzangu management kwamba tumekuwa na hii studio, na ni watake tu sasa wadau mbalimbali wa Chuo Kikuu Mzumbe popote walipo, walimu lakini pia na wafanyakazi wengine, tutumie sasa ipasavyo hii facility. Tuje hapa kwa ajili ya kurekodi kazi zetu. Ni studio ambayo imejitosheleza kabisa, unaweza kurekodi kwa maana sauti kama radio, lakini pia kama video. Na katika mawazo mapana zaidi huko mbele safari tunataka hii studio iongezeke kwa maana ya upanukaji wa miundombinu, uende mpaka kwenye kampasi zetu nyingine Mbeya na Dar es Salaam na maeneo mengine. Lakini pia tutaongeza pia rasilimali watu kuhakikisha kwamba hizi studio zote ambazo tutataka tujenge zinafanya kazi kama inavyopaswa. Nichukue nafasi hii kushukuru sana serikali kwa kutuwezesha. Kama nilivyosema awali, hii ilikuwa kwenye mpango wetu mkakati wa chuo wa 5 kwamba ifikapo mwaka 2026 tu tuna studio kama hii, na kwa maana hiyo itaongezea udahili na mambo mengine. Lakini tumefika mapema zaidi kwa sababu serikali imeamua kuongeza kwenye mradi wa HIT ambao kwa msingi umetuongezea sana kasi ya kufika hapa. Naishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Tanzania chini ya Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, lakini pia na waziri wetu Mkenda, lakini pia na management nzima ya Wizara ya Elimu kwa kutusaidia na kutuongoza, lakini pia kutuwezesha kuhakikisha kwamba tunatekeleza mradi na kusimamia. Na niwaahidi tu kwamba sisi kama Chuo Kikuu Mzumbe tunachukua mradi kwa fahari, lakini pia kwa kuhakikisha kwamba huu mradi unakuwa ni endelevu. Tutausustain management kuhakikisha kwamba na sisi kama management tunaweka pia rasilimali humo ili kuhakikisha kwamba hii falsafa ambayo tumeingia leo ya kuwa na studio inakuwa endelevu. Jinsi ambavyo chuo kinakuwa basi na namna ambayo tunatakiwa tutoe program zetu tunatakiwa pia endelee kuwa bora zaidi, hasa kupitia kwenye mtandao. Chuo Kikuu Mzumbe na skuli yetu kiujumla ya utawala, skuli ya utawala umma na management ni moja ya skuli ambayo tulianza kutengeneza program za blended muda mrefu kidogo, na mpaka sasa tuna programu 4 ambazo zilipitishwa na Tume ya Vyuo Vikuu ya Tanzania kama blended, lakini pia tuna program nyingine 7 ambazo tumeziwasilisha kwenye tume kwa ajili ya kupitiwa na kupitishwa. Na kwa maana hiyo sisi ni skuli ambayo tulianza kwa kipindi kirefu sana kwenye kwanza kutengeneza material ambazo zitafiti kwa ajili ya kutolewa online, lakini pia kwa ajili ya kurekodi session mbalimbali. Na kabla ya kuwa na hii multimedia, niseme ukweli tulikuwa tunapata shida sana, kwa sababu wakati mwingine una rekodi kipindi ukiwa kwenye laptop yako nyumbani, baadaye ukija kujisikiliza unagundua kwamba kulikuwa na sauti nyingine nje ya kile ulichotarajia, sauti ya mbwa, sauti ya ambulance, sauti ya vitu vingine. Kwa hiyo tukawa kama skuli tulianza kutengeneza chumba kimoja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sauti za nje hazisikiki ili tuweze kuanza kurekodi vipindi vyetu. Lakini baada ya kuja multimedia, niseme tu walimu wa kwenye skuli yangu lakini pia walimu wa maeneo mengine tumekuwa tunaitumia kwa ajili ya kurekodia vipindi sasa, kwa sababu ni sehemu ambako ukiwa ndani hakuna sauti ya nje inasikika. Lakini sehemu ambako pia tunapata msaada wa wataalamu mbalimbali wanatuongoza namna ya kurekodi vipindi vyetu, namna ya kutengeneza material yetu. Kwa hiyo niseme tu kwa kifupi ni kwamba kile ambacho tulikuwa tunakitoa kwa wanafunzi wetu, sisi kama walimu tumeenda kukiboresha sana kwa kiasi kikubwa. Lakini pia hasa wanafunzi wetu wa postgraduate, wale wa masters, hatuwalazimishi kwamba lazima wawe darasani. Wana uwezo wa kupata material yale ambao wanaweza kuyapata wakiwa chuoni, lakini pia wakiwa nje kwenye vituo vyao vya kazi na sehemu nyingine yoyote, kwa sababu sasa tuna rekodi vipindi, tunawatumia kwenye mfumo wetu wa e-learning, lakini pia tunawatumia slice ambazo zina sauti zimechanganywa.
Kwa hiyo niseme tu kituo hiki kinatusaidia kwa kiasi kikubwa sana sisi kama walimu, lakini mimi pia kama amidi wa skuli ambayo tumekuwa kwenye mstari wa mbele sana kwenye kuhakikisha kwamba tunakuwa na programs ambazo ni blended, lakini pia kinatusaidia sana hiki kituo kwenye kujengea uwezo wa walimu wetu. Walimu wengi wana uwezo wa kutengeneza material kwenye blended, wana uwezo wa kurekodi sauti, kurekodi picha na kutumia wanafunzi wao, lakini pia tunakuja kutumia kituo hiki kwa ajili ya kufanya zile live sessions na wanafunzi. Kwa hiyo kama mnufaika, naweza nikasema ni mnufaika namba 1 kwa sababu pia wakati tunaanza tulijifunza, yani tulianza kufanyia kazi kwenye mazingira ambayo yalikuwa ni magumu. Lakini baada ya kupata hiki kituo, niseme ukweli ni kwamba kile ambacho